60% ya vituo vya kutoa huduma za afya nchini vya serikali na asilimia inayobaki ni vituo ambavyo sio vya serikali. Kwa hiyo ikolojia pamoja itapelekea kila mwananchi aweze kusifikia huduma hizi na huduma ambazo ni bora na kuweza kupambana na maadui ambao ni maradhi hapa nchini. Asante. Mimi naitwa Dr. Shimwela Meshak, ni msajili wa bodi ya ushauri ya hospitali binafsi. Ni bodi ambayo inasajili vituo vyote visivyo vya serikali. Tuna vituo zaidi ya 40% nchi nzima. 60% ni vya serikali, 40% ni vituo visivyo vya serikali, na ni vituo takriban zaidi ya 5,000 nchini. Na kwenye miji mfano Dar es Salaam 78% mpaka 80% wanatibiwa kwenye vituo vyetu. Sasa leo tuko hapa kwenye mkutano mkubwa na ni wa kwanza ambao unazungumzia ubora wa huduma za afya hapa nchini. Na kama mnavyojua, serikali kwa kipindi kirefu tulikuwa tunadili na access, kuhakikisha kwamba ndani ya kilomita 5 kuna kituo cha afya, kituo cha kutolea huduma, whether ni kliniki, whether ni hospitali, whether ni health center. Lakini kwa sasa tumeshafikia hilo lengo, lakini kutokana na Vision 2050 tunazungumzia ubora, kwamba vituo tayari vipo vinatoa huduma gani kwa ajili ya Watanzania. Kwa leo tuko kwenye mkutano mwingine mkubwa sana ambao ni msisitizo wa msingi kwa Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa katika huduma bora. Sasa Aga Khan leo ni mkutano wanao wa kwanza ambao nao unasimamia huduma. Tusisahau kwamba katika viwango bora vya huduma hapa nchini wao wamefanya vizuri. Hata kwenye mkutano wa PHC juzi wao ndio waliongoza na wakachukua vyeti vingi sana. Na ndani ya nchi hata nje ya nchi wana viwango vya ubora vya kimataifa. Lakini hii ni chachu. Katika mkutano huu kuna mada nyingi zitapresentiwa, kuna research nyingi zitapresentiwa, ambazo katika hizo research zitakazowasilishwa, lakini mada zitakazowasilisha ndizo ambazo tutazitumia kwa sababu ni uhalisia wa hapa nchini kwa ajili ya kumfanya Mtanzania apate huduma bora. Huduma bora ni nini? Tunazungumzia huduma bora zinaanzia mgonjwa toka anapoingia hospitali, kuanzia kwa mlinzi, anapokuwa anasajiliwa, anapoenda kumwona daktari, anapochukuliwa dawa, vipimo vinaporudi, mpaka anapopewa dawa na mpaka anapokwenda nyumbani. Lakini taarifa zake zote na kila kitu ziweze kutumika kumsaidia mgonjwa mwingine ambaye anakuja, ili apate huduma ambazo ni za msingi na ni bora katika mwendelezo wa taifa letu. Asante sana. Ni daktari bingwa wa uzazi na magonjwa ya wanawake na ni medical director wa Aga Khan Hospital Dar es Salaam. Musdalifa Abeid. Yeah. Tuendelee. Okay. So hili ni kongamano la kwanza kwa Aga Khan ambalo ni la kisayansi, na tumejumuika pamoja na Aga Khan University ambayo theme yetu ilikuwa ni kuhusu mambo ya quality ya healthcare, yani huduma bora, na tumeangalia pande zote mbili, huduma bora kwa wagonjwa, lakini pia katika mambo ya quality education, kwa hiyo katika viwango vya juu vya education. Na kwa Aga Khan mambo ya viwango bora vya kutoa huduma, hii safari imeanza siku nyingi sana, toka 2016 ambapo walikuwa wamefanyiwa ukaguzi na ile Joint Commission International na wakapata award kwa mara ya kwanza, na kuanzia hapo ndo wameanza hii safari ya kuboresha huduma zao. Lakini wanafanya pia sio kwa hospitali peke yake, lakini pia wanasaidia baadhi ya hospitali nyingine za serikali. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya capacity building kwa sababu hatutaki kuwa tunaendelea peke yetu. Kwa hiyo tunaona pia kuna uwezekano wa sisi pia kuambukiza wengine, yani jinsi ya kuendesha huduma bora. Kwa hiyo tumejaribu kufanya mafunzo ya kujengea uwezo hospitali za serikali kama Benjamin Mkapa Dodoma, na pia tumefanya kwa hospitali ya Mwanza Bugando, lakini pia hospitali ya Mbeya. Kwa hiyo wote tumejaribu kuwasaidia ili wao pia waweze kufika viwango ambao vinagundulika kimataifa kama safe care. So hizo ni jitihada zetu endelevu,
na tunashirikiana na serikali katika kusaidia hospitali za serikali ziweze kufika kiwango kama hicho. Kwa hiyo kwa Aga Khan sisi hospitali na ambayo tuko Dar es Salaam tumeshafika kiwango hicho cha GCI, lakini pia kwa hospitali zetu za pembezoni ambazo tunaziita OHCs, Outreach Health Center, zote pia zimekaguliwa na pia zimefika kiwango cha Safe Care Level 5. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunayafanya kila siku na tunategemea kwamba tutafika viwango hivyo na tutawasaidia wengine waweze kufika kwenye viwango hivyo. Asante.